Na athari za kumwagika kwa mafuta katika eneo la Mto Thange, hii ni kaunti ya Makueni, mwaka 2015 inaendelea kushuhudiwa mwongo mmoja baada ya tukio hilo. Na ijapokuwa mamlaka ya kusimamia mazingira nchini NEMA ilisema kwamba shirika la mafuta nchini Kenya Pipeline lilikamilisha shughuli za kusafisha kumwagika kwa mafuta hayo, wakazi bado wanalalamikia ongezeko la vifo kutokana na magonjwa ya maini, mifupa pamoja na figo. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya na sayansi Bridget Ngana ana maelezo zaidi. Tumeizaka dunia. Ni kilio cha mzee Ngige Ngoko, mmoja wa wakazi wa Kongwe walioathirika na maji yaliyochafuliwa na mafuta yaliyomwagika kutoka mabomba ya kampuni ya kusambaza mafuta nchini Kenya Pipeline mwaka wa 2015. Shamba lake likiwa miongoni mwa mashamba ambayo sasa hayawezi kulimwa kutokana na sumu zilizotokana na mafuta hayo. Ninasikia kama sasa ninaanza kuumwa ni tumbo, mkongo, mabuba, ninakimbia hata Kibwezi. Kulima katika hiyo mashamba ni kuendelea na kupatia watu sumu ambayo iko ndani ya mafuta. Kwa hivyo wenye mashamba waliacha kazi yao ya ukulima. Katika kijiji hiki, wakazi wakiwemo wahudumu wa afya ya jamii wanakiri kushuhudia vifo kila uchao kutokana na magonjwa ya maini na figo. Tunaenda tukiwa tu ni kama ako kiwete tu. Nasikia kichwa kinauma, tumbo linauma, nasikia figo pia zinauma. Sasa hata mikojo iko yellow kabisa kwa sababu ya kutumia hayo maji. Hiyo shida ya hini sasa ndio mimi nimepatikana nayo. Kwa mfano, unaambiwa na daktari ile maini yako inaonekana iko kidogo sana, sio ile kubwa ambayo inatakiwa kuwa imekuliwa. Hatujui maini inakula nini. Kulingana na mwakilishi wadi wa eneo hili, juhudi zake za kutaka NEMA na shirika la KPC kuwajibika kuhusu taarifa tatanishi waliotoa kuhusu kusafishwa kwa mazingira baada ya mafuta kumwagika hazijafaulu. Jibu la kwanza waliniambia walikompensate watu wangu 38 million. Wakisema zile bomba zilikuwa affected ni 342. Yet wale watu wako hapa na maji na mafuta yamesonga mpaka Masongoleni. Wale watu wako affected na zile bomba ziko hapa ni more than 10,000. Lakini wanasema 342. Sasa serikali ya kaunti ya Makueni imebuni jopo kazi la kuchunguza hali ilivyo eneo la Thange, huku matokeo ya sampuli za maji na mchanga zilizofanywa na wakazi zikidhibitisha chembe za mafuta kwenye mazingira kufikia sasa. Haiwezekani kwamba Kenya Pipeline wametengeza maji ama wamesafisha environment ilhali ile boho liko pale karibu na shule ambayo ilifungwa 2016 mpaka sasa hawawezi itumia. Ni kwa nini? Ila shirika la Kenya Pipeline limeendelea kushikilia kwamba hakuna dosari ilisalia kwa mazingira baada ya NEMA kukagua shughuli zao za kusafisha mazingira eneo hilo. Bridget Ngana, NTV.